Na mpenzi mtazamaji wa CMB Bright TV, niseme asante kwa kuendelea kuwa na sisi. Lakini leo hii kwenye kipindi cha Nguvu ya Jamii tumetembelewa na mwanadada, lakini kubwa yote ni kwamba ana changamoto ambayo imemfanya kuweza kufika kwenye studio zetu. Nikushukuru pia kwa kusubscribe channel yetu. Tuko na mwanadada leo hii, ametufikia hapa kama unavyoona, yuko na mtoto mchanga kabisa. Lakini kubwa yote ni kwamba kwa nini yuko hapa, ana changamoto gani, nini ambacho kimemsibu, atakwenda kuzungumza mwenyewe. Dada, habari yako? Safi. Karibu sana CMB Bright TV. Nashukuru. Unaitwa nani kwa wanaokutazama sasa hivi kupitia CMB Bright TV? Kwa majina naitwa Salma. Salma nani? Salma Abdul. Unaishi wapi? Naishi Bunju. Bunju. Karibu sana, na Watanzania wanataka kujua nini ambacho unataka kushare nao kimechokuleta hapa studio kwetu. Nilikuwa nataka kushare nao changamoto ambayo nilikuwa nayo. Changamoto ambayo nimepitia mimi ya kulea watoto bila baba. Yaani ninamaanisha ni single mother. Okay. Yeah. Yaani changamoto ambayo kubwa ambayo ilikopo inanisibu ni tuligombana na mume wangu. Baada ya kugombana na mume wangu, alivyoondoka moja kwa moja na kuniacha nikiwa na ujauzito wa miezi 3 na kuweza kulea mwenyewe peke yangu pasipo na simu yake aina yoyote wala ndugu zake kunitafuta. Basi nikahangaika na mimi kulea mimba peke yangu. Sikuwa na option yoyote ya kufanya kwa sababu nina watoto wengine wanasoma. Siwezi kusema nitawafanyia uhamisho haraka niende kijijini. Na tumbo nimeshachoka, siwezi kupanda gari. Nikabidi nivumilie kulea tumbo hivyo hivyo. Mpaka wakati umefikia, nimepangiwa tarehe za kwenda kujifungua, nikajifungua kwa operation. Na kama unavyojua operation gharama zake, nimepambana nazo hivyo hivyo, Mungu amesaidia. Lakini mpaka sasa hivi sijaona msaada wa aina yoyote, si wa baba wala sio ndugu zake na mwanaume wangu. Kwa inanikosti sana kwenye masuala ya kodi, kwenye masuala ya shule ada, kwenye masuala ya kwa watoto wanakula nini, inakuwa inanikosti kwa sababu siwezi kusema najitafutia au nafanya biashara yoyote kwa haraka. Kwa sababu bado na operation, bado mbichi, ndo kwanza una mwezi mmoja. Wewe ni mume wako wa ndoa au? Nilifunga naye ndoa, lakini badala ya changamoto za hapa na pale, ndugu zake walimshauri anipe talaka. Ndugu zake? Yeah. Kwa sababu hata mimi pia walikuwa wananisumbua, wananiambia mwambie akupe talaka, huyo sio mwanaume. Kumbe walikuwa na jambo lao. Badala kunipa talaka wakatangaza ndoa, wakamfungisha kijana wao ndoa. Baada hapo sikuonana naye tena. Mpaka leo. Na muda gani kutoka labda imetokea hivyo kupotezana? Atoka alivyoniacha mimba ina miezi 3, nimelea miezi 9 mpaka sasa hivi mtoto ana mwezi mmoja. Na umezaa naye watoto wangapi? Nilizaa naye watoto 3, mmoja akawa bahati mbaya. Okay. Yeah. Pole sana. Asante. Na mpaka sasa hivi nini ambacho kinaendelea, labda kwa sababu nashindwa kuelewa kwamba chanzo au kilichosababisha zaidi mpaka nyie kufikia hatua nini? Na kusema za ukweli hata na mimi pia nashindwa kujua sababu ni nini, chanzo ni nini, ila ninachojua tu ni mitafaruku ya ndani ya nyumba kama wanadamu anayoipitia ndio hiyo, lakini sikuona sababu kubwa ambayo kupelekea mpaka mtu aweze kutelekeza watoto wake. Na yeye binafsi hajawahi kukuambia kwamba labda ulichomkosea ni kipi? Hapana, hakuwahi kuniambia. Yaani ilikuwa kuwaje mpaka wazazi au ndugu zake kuingilia swala la wao kuforce kwamba akupe na talaka? Kulikuwa kuna nini ambacho kinaendelea kati yenu? Kuna changamoto moja ilitokea kipindi na mimba ya huyo marehemu. Mume wangu mimi aliniposti kwenye mitandao ya kijamii TikTok, aliniposti nikiwa nimevaa ni high waist, yani maanisha tumbo likaa linaonekana. Mume wangu alivyoiposti ile picha, dada yake mmoja akaiona. Alivyoiona akampelekea mama yake, akamwambia mama, unamuona mtoto wako na mke wake wanafanya birthday ya mimba? Ninapokuambia mama, huyo mke wake operation ataichezea na mtoto atakosa. Kwa ile kauli hawakuishia kule kwao. Wakaja kuiongelea msibani mbele ya mama yangu. Walivyoiongele kauli mamangu mimi hakupenda.
Akajiuliza, sasa kwa nini wanaongea kauli kama hiyo, afu kweli mwanangu amepata operation, kweli mtoto amekosa? Kwa namna yoyote, jamii yoyote ni lazima watahisi kwamba kuna namna. Kwa mimi nikajaribu kumpigia shemeji yangu, nikamwambia mbona mama ameongea hivi na hivi. Kwa akapanic. Mamangu mkwe akasema ina maana tayari nimeshaonekana mimi mchawi, nimeua mtoto. Kwa zile kauli wakawa wamezishikilia sana. Wakawa nasema hata hiyo sisi hatuwezi kufanyaje? Hatuwezi tukashiriki kwa sababu tusije mtoto akapata matatizo tukaonekana sisi tumeua. Lakini wewe sio binadamu, kwa sababu ni kauli zako mwenyewe zinaweza zikakufunga. Matokeo yake unakuja kunidondeshea mimi jumba bovu, naonekana mimi tayari nimeshakuhisi wewe ni mchawi. Kumbe ni kauli zako mwenyewe zinakufunga. Kwa toka hapo ni kweli hawakuwahi kunitafuta kwenye mimba, hawakuwahi kunitafuta nimejifungua, wala chochote kile sikuwahi kukiona. Yeah. Maisha yako sasa toka labda mmetrafiana hivyo labda na mwenza wako, nini ambacho kinaendelea sasa hivi labda kuhusiana na maisha, namna ya kuishi na kila kitu? Kiukweli hapo ni changamoto. Yaani mpaka kupelekea mimi kufika hapa ni kwa sababu changamoto zimezidi kuwa kubwa sana. Kwa sababu hapo niangalie watoto wanakula nini, niangalie huku mara umeambiwa kuna bili za maji, huku unaambiwa kuna umeme kunatakiwa hela, kwa unakuta kichwa kinachanganyikiwa afu sina kazi yoyote. Hata kama nakuwa namtegemea mamangu, lakini naye pia ni mwanadamu, kuna muda anakuwa anafanyaje, anafeli. Yeah. Mama anaishi wapi? Mamangu mimi yupo Dodoma. Na anajishughulisha na nini labda? Na kilimo tu, hamna chochote anachojishughulisha nacho. Natoka labda imetokea changamoto labda mama hajawahi kuzungumza chochote yeye kama mama? Mama amenyamaza kimya, ila sijajua ndani ya moyo wake anafikiria nini, anawaza nini, sijajua, ila alichojitahidi yeye ni kuokoa maisha ya mtoto wake. Tujue tunafanyaje, ila katika moyo wake, katika akili yake sijajua. Na swala la operation mpaka kufikia hatua kujifungua, msaada ulikuwa unatokea wapi zaidi? Kwa sababu kama unavyosema una kazi ambayo unaifanya kwa sasa hivi, na maana tegemezi kubwa lako lilikuwa liko sehemu gani? Tegemezi langu kubwa mimi ni mamangu. Ndio nimemtegemea. Apambane, ajue anaingia wapi, anatoka wapi, ili mimi niweze kupata riziki. Na wadau hivi wa karibu, marafiki ambao ni tuna share story hivi na hivi, chochote kitu akikusaidia ndio hivyo, lakini asilimia kubwa nimemtegemea ni mamangu. Na wewe mwanaume alikuwa anafanya kazi gani kipindi mlipokuwa mnaishi naye? Haya ni anafanya kazi za kusajili lines, wakala mdogo. Lakini sio kwamba hela hapati, ni anapata, lakini ndo hazijulikani huwa zinaenda wapi. Kwa kiashiria ni kwamba ina maana sio kwamba amekukimbia kwa sababu tu labda ya ugumu wa maisha, ila kuna sababu zake tu. Hapana. Kwani hapo awali alikuwa anaisongeshaje familia yake hata ajishindwe mwishoni? Yeye alikuwa anapata kama kawaida, ila matumizi yake ni hayaeleweki, ni matumizi ya aina gani anayoyafanya. Na baada ya sekeseke uliwahi labda kwenda ustawi wa jamii wao, labda ukawafikishia labda tuhuma hizi ambazo labda zimekukuta wewe, labda na wao labda wakajua nini cha kufanya? Tumeshawahi kufika ustawi wa jamii, mpaka polisi tulishawahi kufika, na anawekwa ndani kwa sababu ni jeuri. Yaani mwanaume wangu mimi ni jeuri sana. Kwa hiyo nakuta ule ujeuri wake muda mwingine napelekea anawekwa ndani. Na wakimuona kwamba ndugu yao yupo ndani, basi wanafanya chochote wanachokiweza wao wenyewe. Kwa sikuweza sana kufuatilia kwa sababu na mimi kulingana na hali yangu nilokuwa nayo, hali ilizidi kuwa tete mno, nikabidi niangalie masuala matibabu kwanza. Kwa kufuatilia tena mambo ya ustawi wa jamii wala wapi. Na yeye akisikia kwamba kuna ustawi wa jamii muda mwingine anaondoka kabisa, haonekani. Kwa utamshtaki nani? Na mwisho wa siku ina maana hakuna tayari, yani hakuna maamuzi sasa yaliyofanyika kutoka ustawi wa jamii mpaka hapo. Kiukweli sijaona support yoyote, sijaona msaada wa aina yoyote. Sana tu walituambia ifikie mahali muelewane nyinyi kama wazazi, mkae chini, mtafakari mnafanya nini. Basi ni hivyo tu. Kwa sababu walijua ni ugomvi wa mapenzi tu ya kawaida, lakini ndio hivyo imetokea, imekuwa changamoto kubwa, na ndio kama sasa hivi yupo tayari na maisha yake mengine na mke mwingine. Na hapo before toka umekuwa naye huko unajishughulisha labda na kitu chochote? Hapana, sikuwa najishughulisha na kitu chochote kwa sababu alikuwa ni hana hela.
lakini alikuwa na wivu sana. Kwamba alikuwa hataki ujishughulishe. Yaani kwa mfano hata umetengeneza visambusa vyako, labda biashara vidogo vidogo utembeze, mnanuniana. Unakuta ndani amenuna, anasema anamdhalilisha, anamwaibisha hivyo. Wakati mwenye maisha yake ndo hayo ado. Naam, mpenzi mtazamaji, nafikiri tayari umekuwa ni shuhuda wa kusikiliza kile ambacho kinaendelea kwa bidada hapa, lakini yote kwa yote niseme kila kitu kinapokuwa kinatokea sometime huwa kinakuwa kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kuwa ziko mbele ya mtu. Lakini pia hiki ambacho kimemkuta dada yetu ni moja wapo pia ya kujifunza kwa dada zetu wengine pia ambao mnatutazama sasa hivi, kwa sababu ni mwanamke ambaye ameonyesha wanamke wake, ambaye ameonyesha ujasiri kama mwanamke, ambaye ameonyesha ujasiri kama mama. Kwa sababu tumekuwa tukiona matukio mengi, dada zetu wengi wanatelekeza watoto, wanawatupa, wengine ndio wanakotwa majalalani huko. Ni kwa sababu kama hizi ambazo zimemsonga dada yetu, lakini mwisho wa siku akasema hapana, acha tu nipambane na familia yangu, nipambane na damu yangu, kwa sababu mwisho wa siku huenda tayari aliona kabisa kwamba kitu ambacho kinaweza kutokea kitaleta madhara baadaye kwa watoto. Lakini mwisho wa yote ni kama namna ambavyo unaona, hii pia inaweza kuwa ni funzo kwa wewe ambao unatazama, na hasa labda nizungumzie kwa upande wetu sisi wanaume, kwamba ifike hatua sometime, haijalishi hata kama umegombana na mwenza wako, jaribu labda basi kuangalia yupo katika situation gani, kwa sababu dada anasema kwamba wametrafiana na mwenza wake lakini akiwa katika hali ya ujauzito, na wakati huo anategemea kwamba aende akafanya operation. Jaribu kufikiria kwamba mwanaume amemwacha katika hali hiyo, hana hela ya kulipia pango, hana hela ya kulipia chochote, hana hela ya chakula, hana mbele wala nyuma. Na ukizingatia mwanaume tayari alikuwa amemstopisha kujishughulisha na biashara vyake vidogo vidogo, ina maana tayari alikuwa ni mama tu wa nyumbani na hana sehemu yote ambayo labda kunaweza kuwa kuna nguzo. Ukiangalia tuna watoto, kuna yeye, kuna kuishi, kuna vitu vidogo vidogo vingi ambavyo vinaendelea, lakini tayari mwanaume akawa amemtelekeza kwa style hiyo. Kwanza dada, mimi nikupe pole kwa yote ambayo umeyapitia. Asante sana. Na watoto, huyo mtoto ambaye anasoma mpaka sasa hivi kwa darasa la ngapi? Yuko la pili. Yeah. Inakuwaje kuhusiana na swala lake la ada labda? Hapo sijapata ufumbuzi wa aina yoyote. Naona mtoto yupo tu nyumbani, wala sijajua anafanyaje, wala sijajua analitatuaje hili swala. Na haendi shule tena? Sijajua kama ndo anaenda tena au ndo kamaliza la 7, sijui. Kiukweli sielewi. Labda kwa Watanzania ambao wanakutazama sasa hivi kupitia CMB Bright TV, pengine watakaoguswa na jambo lako, wanahitaji kukusogeza, kukusupport kwa chochote ambacho wamejaliwa, labda una nini ambacho unaweza ukazungumza nao sasa hivi, kwa sababu tayari wewe ndo unajua changamoto iliyokuwa inakusonga? Labda ni kipi ambacho unaweza kuzungumza na Tanzania, pengine na serikali kwa ujumla? Labda niseme kwanza, nitangulize asante, shukrani kwa kunitazama. Kwa yoyote ambaye atakayeguswa kuweza kunisupport chochote kitu, basi atanisapoti kupitia namba 0621170391. Jina litatokea Salma Msonde. Narudia tena namba ya simu. 0621170391. Sawa, mimi kwanza nikupongeze kwa namna ambavyo umepambana mpaka kufikia hapa, kwa sababu ni wanawake wachache, na hata ukiangalia umri wako na lika yako, yani kwa mtu mwingine nafikiri mpaka sasa hivi tunazungumza mambo mengine. Kwa hiyo nikupongeze kwa ujasiri ambao umekuwa nao kama mama. Nafikiri pia itakuwa ni proud hata kwa watoto wako baadaye, kwamba watakapokuja kusikia labda umewahadithia kwamba nilipitia na haya, pengine itakuwa inaweza ikawa inspire zaidi hata watoto, na itazidi kuwa inspire hata watu wengine pia ambao wanapitia changamoto kama zako. Kwa mimi nikutie moyo kwamba hili nalo pia linaweza likapita kama vitu vingine ambavyo vimeshapita huko nyuma. Asante sana. Ndugu mpenzi mtazamaji, niseme asante kwa kuendelea kuwa nasi, na huyo alikuwa ni dada yetu. Umesema unaitwa nani? Anaitwa Salma. Anaitwa Salma. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho kimemkuta, na huo ndo mkasa ambao umemkuta kama mama.
ambaye sasa hivi anapitia changamoto nyingi na kushindwa kujikimu kimajukumu zaidi. Na kama umeguswa na una chochote ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia, unaweza ukashare naye, unaweza ukamshauri kupitia namba yake ya simu aliyotanguliza hapo. Unaweza ukamshauri chochote, ama kama labda una kitu chochote ambacho unahisi anaweza akafanya kikamsapoti, Mungu pia atakubariki, kwa sababu kutoa ni moyo, na kutoa pia kunaweza kukuongezea riziki zingine kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na vitu vingine ambavyo vinaweza vikatokea ni vitu ambavyo vinamkuta kila mtu, hatuwezi kujua. Mimi leo niko hapa, kesho nitakuwa sehemu fulani. Leo niko hapa, kesho nitakuwa huku. Kwa hiyo tunaishi, lakini hatujui kesho yetu. Kwa hiyo kama umeguswa na chochote, unaweza ukamcheki, una ushauri, atapokea pia ushauri wako, nini ambacho unaweza kumshauri, kwa sababu watu tunalika tofauti tofauti na tunafikra tofauti tofauti. Kwa kama umeguswa, unakaribishwa kumshauri au kumchangia chochote, ili dada yetu aendelee labda kupata faraja, tujue nini ambacho kinaweza kikawa kina mabadiliko hapo baadaye. Kila kilichokuwa na mwanzo huwa kikosi mwisho, na nikutakia wakati mwema. Usiache kuendelea kusubscribe CMB Bright TV. Asante. Mapinduzi ya teknolojia nchini Tanzania yanaendelea kupiga hatua kwa kasi zaidi, na hii imesaidia vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kutoa habari zao kwa jamii kwa wakati sahihi, kwa sababu teknolojia inaruhusu wao kuwapa habari wananchi wa Tanzania kwa wakati huo. Sasa sisi kama CMB Bright TV tumejipanga kwenye engo mbalimbali kuhakikisha taarifa zetu za habari muhimu za kijamii zinakufikia kwa wakati sahihi, kwa sababu bwana, teknolojia inaturuhusu kukupa habari kwa muda ulio sahihi zaidi. Taarifa zetu za kijamii, michezo, burudani, interview za wasanii mbalimbali zinafika kwako kupitia simu yako ya mkononi. Nenda pale YouTube, search CMB Bright TV, utaona huduma zetu za habari mbalimbali kama nilivyokuambia pale, habari za kijamii, michezo, burudani na interview za wasanii mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Lakini kama una shughuli ya kwako, una kitchen party, birthday party, una harusi, una msiba, unataka uluke live, CMB Bright TV tuko kwa ajili ya kwako. Tupigie simu yetu ya mkononi 0678978301, 0678978301 au 0768329782, 0768329782, au fika ofisini kwetu Bunju Usalama, Dar es Salaam, au tutafute kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunatumia CMB Bright TV. Usiogope.